Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. China yafuta ushuru kwa mataifa yote ya Afrika isipokuwa taifa moja tu. China imeondoa ushuru kwa nchi zote za Afrika kuanzia leo Ijumaa isipokuwa Eswatini ambayo inadumisha uhusiano na Taiwan. Kufikia Desemba mwaka 2024, China ilikuwa tayari imetekeleza sera ya kutotoza ushuru kwa mataifa 33 ya Afrika yenye maendeleo ya kiwango cha chini. Sera hiyo sasa inashughulikia nchi 53 na inatumika hadi tarehe 30 Aprili mwaka 2028. Haijulikani ni nini kitatokea baada ya hapo. Beijing imejigamba kuwa ni nchi ya kwanza ya uchumi mkubwa kuchukua hatua ya kutotoza ushuru kwa nchi za Afrika. Lakini wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wanasema kuwa wakati Uchina inachukua fursa ya kuongeza nguvu zake laini, wanaelezea kuwa ushuru sio kikwazo kikuu kwa wauzaji wa bidhaa barani Afrika ambayo ina nakisi kubwa ya biashara na China. China inajiweka kama mkombozi wa kibiashara na mshirika rafiki wa kiuchumi kwa Afrika, tofauti na Donald Trump wa Marekani, wanasema wachambuzi wa mambo na watafiti. Marekani iliyawekea baadhi ya mataifa ya Afrika ushuru wa hadi 30% mwezi Agosti mwaka uliopita, ingawa mataifa mengi sasa yanatoza ushuru kwa 10% baada ya mahakama ya juu ya Marekani kufuta majukumu mengi. Kupanuka kwa utawala wa kutotoza ushuru wa China kunaweza kuongeza mauzo ya nje ya kilimo kutoka Afrika, ambayo itasaidia kuinua mapato ya vijijini, kuboresha uzalishaji wa vijijini na hatimaye kupunguza njaa na umasikini, wachambuzi wanasema. Lakini biashara ya China na Afrika inakabiliwa na kukosekana kwa usawa katika upande wa China, ambayo ina maana kwamba mauzo ya nje ya China barani Afrika yanazidi kwa mbali bidhaa za Afrika kwenda China, na tofauti ya hiyo inayoongezeka. Mwaka uliopita nakisi ya biashara ya Afrika na China ilipanda kwa 65% hadi takribani dola bilioni 102. Mauzo ya Afrika kwa China yametawaliwa na madini ya malighafi kama vile mafuta ghafi na madini ya metali. Hivi sasa washirika wakuu wa biashara wa China katika eneo hilo ni pamoja na Angola inayoendeshwa na mafuta, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika ya Kusini. Hata hivyo, utawala thabiti wa kutotoza ushuru katika bara na jinsia tofauti unaweza kusababisha faida zisizo sawa, wanabainisha wachambuzi. Nchi zinazoendelea zaidi na uchumi wa viwanda kama Afrika ya Kusini na Morocco zitakuwa katika nafasi nzuri ya kupanua mauzo ya nje, wanasema wachambuzi wa kiuchumi. Sera ya kutotoza ushuru haishughulikii mahitaji ya bara zima kwa ajili ya marekebisho ya kiuchumi na uboreshaji wa miundombinu. Lakini uchumi mwingi wa Kiafrika bado unakabiliwa na vikwazo kwa kimuundo kama vile uwezo mdogo wa viwanda, vifaa dhaifu na kutegemea mauzo ya bidhaa ghafi nje ya nchi, ambayo upunguzaji wa ushuru pekee hauwezi kukabiliana nayo. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanasema kwamba athari za kiuchumi za muda mfupi zitakuwa za kawaida na za kujikita zaidi katika nchi za Kiafrika ambazo tayari zina uwezo wa kuuza nje. Kwa muda mrefu, hata hivyo, uwezo unaweza kuwa wa maana zaidi, hasa kama nchi za Afrika zitaweza kupanua uzalishaji, kubadilisha bidhaa nje na kuongeza mnyororo wa thamani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho kimeelezwa kwamba China imeondoa ushuru kwa nchi zote za Afrika isipokuwa nchi ya Eswatini, lakini wachambuzi wanaamini kuwa kutengwa kwa Eswatini ni hatua za kisiasa zenye athari ndogo za kiuchumi, na kwa kweli wachambuzi wanaamini kwamba inaweza hata kusaidia Eswatini kupata makubaliano zaidi ya kiuchumi kutoka Taiwan. Lakini taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo halina bahari ni miongoni mwa nchi 12 tu ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan, ambayo Beijing inaiona kuwa ni jimbo lililojitenga na hatimaye litaunganishwa na China. Na wengi katika Taiwan, kisiwa kinachojitawala, wanajiona kuwa tayari kuwa sehemu ya taifa linalojitawala. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.